Asante kwa wewe ambaye umeendelea kumakinika nasi. Tunashukuru sana kwa hii nafasi ambayo umeendelea kutupa na kuendelea kutusikiliza na kutufuatilia. Leo niko na mwalimu ambaye anaitwa Mwalimu Ibrahim Suleiman. Yeye ni mwalimu wa neno la Mungu, lakini pia ana huduma ambayo anaiongoza inaitwa Injili Afrika 7. Unaweza kufuatilia kwenye majukwaa ya kidigitali pale Injili Afrika 7 kama unavyoitazama kwenye skrini yako hapo. Na uzuri niko naye hapa na atazungumza mengi sana. Leo tutakuwa tuna mjadala mmoja mzuri sana na wa kipekee sana ambao utatufanya tuweze kutafakari na kuona haya ni dhahiri au tulikuwa tunadanganywa tu, lakini tutayaweka yote dhahiri na ukweli utawekwa wazi. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Unajisikiaje kuwepo hapa siku ya leo? Ni heri kabisa na salama. Ubuheri wa afya kabisa? Naam. Okay, leo tunazungumzia dini. Najua dini ziko nyingi. Kuna watu ambao hawaamini Mungu, uwepo wa Mungu. Wapo na wamekuwa na hiyo imani muda mrefu. Ilianza miaka 1700 hapo. Ilianza kushamiri sana bara la Ulaya, na baadaye watu wakajitengeneza kama ni jamii yao kwamba wao hawaamini Mungu. Lakini ukiangalia katika zile dini ambazo zilikuwepo mwanzoni kabisa, kwa sababu Adam hakuwa na dini wakati anaumbwa, ila dini iliyokuwepo mwanzoni kabisa baada ya anguko ilikuwa ni dini ya Kihindu. Ndio dini kongwe zaidi kuliko zote. Lakini ukiangalia dini zenye ushawishi mkubwa duniani, kuna dini ya Uislamu, Ukristo pamoja na Budha. Ni miongoni mwa dini zenye wafuasi wengi, na yani tunaweza kusema dini au imani zenye wafuasi wengi zaidi ulimwenguni, tofauti na imani zingine. Leo nataka tuzungumzie dini kwa eneo kubwa zaidi na tuweze kudadavua kwa lugha pana. Mtu mwingine anaweza haelewi dini ni nini. Na kuna kitu ambacho kinakuwa tofauti zaidi pale mtu ambapo anakuwa na utashi mkubwa wa kupambanua mambo. Nazungumzia masuala ya ukuaji wa kiroho wa mtu binafsi na udini, kwamba udini wa mtu mwenyewe unaweza ukawa umemfunga mipaka. Ila mtu anapokuwa kiroho anakuwa ni zaidi ya ule udini. Anakuwa amefunuliwa vitu vingi na anakuwa na ufahamu na utashi mkubwa. Karibu mwalimu, uweze kutueleza. Tutakuwa na mjadala, tutakuwa tunazungumza na wale ambao wanaendelea kuungana nasi, basi ni heri. Karibu. Amina. Sehemu kubwa tutakayodili nayo ni dini ya Kikristo. Dini ya Kikristo. Point kubwa ni kwamba natamani mtu afahamu au ajue hii dini ya Kikristo ni ya Mungu, ni ya watu au ya shetani? Kwa sababu mijadala mingi sana ya watu leo hii, hata kuna ile mijadala ya Waislamu na Wakristo wanabishana sana juu ya eneo hili. Wakristo wanatetea upande wao, Waislamu pia wanatetea upande wao. Umenielewa vizuri? Lakini sasa wewe uliye Mkristo leo, hata ambaye wewe sio Mkristo, tutafakari pamoja sasa, ili ujue hii dini ya Kikristo ni ya Mungu au si ya Mungu. Ni lazima uitafute historia yake, kwamba hii dini ilianzia wapi, alafu mpaka leo tuko nayo kwa nini. Umenyelewa? Sasa tuanze mwanzo. Mimi naomba tuanzie Misri. Yes. Okay, tuanzie Misri, ambapo nyakati hizo sasa Waisraeli ni watumwa huko Misri. Umenyelewa vizuri? Huko Misri, wakati Waisraeli ni watumwa huko, hawa jamaa hawakuwa na dini. Kwanza niseme hivi, tunapomzungumzia Mungu leo kama Wakristo, hatuwezi kumzungumzia Mungu nje na Israeli. Yani hatuwezi. Basi wakati hawa jamaa wako Misri hawakuwa na kitu kinaitwa dini. Umenyelewa? Walikuwa hawana kabisa hawa jamaa. Baadaye sasa Mungu anapopambana ama alivyotafakari kuwatoa Waisraeli Misri, anamtafuta Musa. Umenyelewa? Anamtafuta Musa. Musa anatumiwa sasa kwenda kuwachukua Waisraeli kule Misri na kuwapeleka mahala Mungu anataka. Lakini sasa tuiseme dini sasa kwanza, alafu ndipo tuendelee. Lazima tujue dini ni nini kabla hatujabishana au hatujasumbuana au hatujafika kutafakari zaidi. Dini ni kitu gani? Neno dini sio neno la Kiswahili kwanza, ni neno la Kiarabu. Ukifasiri kwa Kiswahili linamaanisha njia. Kwa hiyo hawa jamaa wakati wako Misri walikuwa hawana njia. Umenielewa? Mungu sasa anafanyika kwao kuwa njia ya kutoka wapi? Kutoka Misri. Kupitia nani? Kupitia Musa.
Umenielewa vizuri? Hawa watu sasa Mungu anamleta Musa kwao, na Musa anakuwa kama njia juu ya Waisraeli kutoka wapi? Kutoka Misri. Wanatoka hawa watu, wanaanza safari yao ya kutoka Misri na kwenda mahala ambapo Mungu anataka waende. Sasa ukichukua Biblia hii, kwa sababu watu wengi wanaamini katika Biblia, umenielewa? Ukianza na Musa kama kitabu cha Mwanzo mpaka Yohana Mbatizaji, hapo sasa Mungu anatumia manabii na makuhani ambao yeye anawachagua yeye mwenyewe. Unanielewa vizuri? Sasa. Yes, ikiwa ni hivyo sasa, kuanzia Musa mpaka Yohana Mbatizaji hakuna dini. Yaani hakuna neno linaitwa dini, ila Mungu na mtumishi wake ndio njia juu ya watu wake. Si kama unanielewa? Kwa dini haikuwa hivi ambavyo ilivyo leo, kama chombo, kama taasisi fulani, umenielewa? Ambacho sasa leo hii mtu aliye ndani ya dini ni kwamba ukimtazama anaiamini dini kuliko Mungu mwenyewe. Ni sawa na mtu aliyeiamini Biblia, ameishika na kuiamini Biblia kuliko Mungu mwenyewe. Yaani mtu huwezi ukaongea kitu nje na Biblia kaamini kuwa umesema habari za Mungu. Unanielewa? Huwezi ukaongea kitu nje na dini alafu akakuamini kuwa umezungumzia habari za Mungu. Kwa ukitazama sasa kijiti cha Injili au kazi ya Mungu kilikuwa cha kupokezana kutoka kwa nabii huyu kwenda kwa nabii huyu, kutoka kwa nabii huyu kwenda kwa nabii huyu. Na manabii wote hawa walikuwa hawana mahala pa kwenda kusomea. Yaani kwamba kuna chuo fulani nabii anaenda atasoma alafu ili awe nabii. Makuhani walikuwa wanachaguliwa na Mungu mwenyewe toka kuhani, toka Haruni, umenyelewa? Toka Haruni mpaka Zakaria, ambapo sasa Zakaria ndo makuhani wa mwisho kabla ya Yesu Kristo, umenyelewa? Hawa wote ni Mungu alikuwa anawachagua yeye kwa kinywa chake. Anamuinua fulani, utakaa mahala hapo, utakuwa ni kuhani, waongoze watu wangu. Unanielewa vizuri? Na wakati huo, nyakati zote hizo, hekalu ni moja. Hakuna kitu kinaitwa dhehebu au makanisa mengi. Ilikuwa ni hekalu moja tu, umeelewa? Ambalo sasa mwaka wa 70 baada ya Yesu kuondoka likavunjwa, ambalo ni hekalu la Solomon la mwisho, ambalo leo tunahesabu kuwa hekalu la pili. La tatu ndo hili ambalo wanapambana kulijenga. Kitu ambacho nataka uelewe, kwanza Mungu alikuwa anaendesha vipi kazi yake? Alikuwa anatumia manabii na makuhani ambao anawachagua yeye. Umenyelewa? Wakati huo wote hakuna mfumo wa kibinadamu ambao ulikuwa unatengeneza manabii au ambao ulikuwa unatengeneza wachungaji. Unavyozungumzia kuhani, unazungumzia mchungaji. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo kijiti kilikuwa cha kupokezana, yani kijiti cha kazi ya Mungu kilikuwa cha kupokezana kutoka Musa mpaka Zakaria mpaka Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji ndo nabii wa mwisho kabla ya Yesu kuja. Umenyelewa? Kwa hiyo Yohana Mbatizaji wakati huo wote sasa, kutoka Musa mpaka Yohana Mbatizaji, hakuna dini. Hakuna kitu kimetengenezwa kinaitwa dini. Umenyelewa? Ijapokuwa sasa nyakati ambazo Yohana anatarajiwa kuzaliwa, hekaluni kulikuwa zaidi ya makuhani 7. Unanielewa? Baada ya hapo hawa jamaa wakakosana. Walipokosana ndipo yakaanzishwa madhehebu kadha. Kuna Waesede, kuna Masadukayo, kuna Mafarisayo na waandishi na wataua. Umenielewa? Na wengine ambao sasa pengine wewe unawajua, lakini kwa sehemu mimi na wajua hao. Walivyokosana wale makuhani wale ndani ya hekalu, wakatoka baadhi wakaenda kuanzisha madhehebu yao. Kwa hiyo kukatokea madhehebu kama 7 kipindi hicho, lakini wote walijiita Wayahudi na wote walijiita wana wa Musa, wanafunzi wa Musa na ni watoto wa Ibrahimu. Unanielewa? Kwa hiyo wakati huo wote hakuna chombo ambacho kinatafsiriwa kuwa dini. Dini tumeifasiri hapa kwamba dini kwa maana ya Kiswahili ni njia. Kwa hiyo wakati huo wote njia ilikuwa ni Mungu mwenyewe kupitia manabii wake na makuhani wake. Unanielewa? Wakati huo sasa Yohana anaimaliza kazi, Yesu anaipokea kazi kwenye mikono ya Yohana. Huyo Yesu ambaye leo ndiye anatafsirika kwamba ndiye mwanzilishi wa dini ya Kikristo, lakini si kweli wala si kweli kabisa. Unanielewa? Yesu ameifanya kazi yake miaka 3, maana aliishi duniani miaka 33. Mwaka wa 30 Yesu anabatizwa, ndo anaanza kuifanya kazi ya Mungu. Alifanya ile kazi ndani ya miaka 3. Unanielewa? Mwaka wa 33 Yesu akawa anaondoka, lakini Yesu wakati anaondoka aliacha nini? Hakuacha dini wala hakuacha kitabu.
Umenyelewa? Yesu aliacha mitume 12 na Roho wake, ambaye ndiye tunayemwita Roho wa Bwana au Roho Mtakatifu leo. Sio kama mtu ananielewa vizuri. Okay. Baada ya hapo Yesu amewaacha mitume. Hiyo ndio tunaitafuta sasa, dini imetoka wapi? Yesu ameacha mitume 12 na ameacha Roho wake kwa hao mitume na wengine ambao walienda Galilaya kwenda kuipokea ile Roho wakapokea. Umenielewa? Baada ya hapo sasa mitume wanaifanya kazi ya Mungu, wameifanya kazi ya Mungu mitume sasa, hapo ndipo unakwenda kwenye Ufunuo 13. Ukisoma Ufunuo 13 kuna mahali inakuambia hivi. Inasema, mnyama akainuka kutoka baharini, mwenye vichwa 7 na pembe 10. Mnyama huyu, ukiendelea kusoma zaidi, kuna mahali unaambiwa mnyama huyu akafanya vita na watakatifu na akawashinda. Watakatifu hawa ni kina nani? Ndo hao mitume 12 na wengine ambao walikuwa wanamwamini mwana wa Adamu nyakati hizo. Hawa ndio mnyama alikuja kupingana nao, alikuja kuzuia au kupindua utawala wa kimungu duniani, na alifanikiwa. Yani maandiko yanathibitisha kwamba akashindana na watakatifu na akawashinda. Na ndo maana sasa leo mwenyewe hapo ulipo ukijiuliza swali, jiulize swali kwamba sasa Yesu alipokea kijiti cha kazi ya Mungu kwa Yohana Mbatizaji. Yesu akaacha kijiti cha kazi ya Mungu kwa mitume 12 na akamwacha na Roho. Je, mitume 12 waliacha kazi ya Mungu kwa nani? Hapo sijui kama naeleweka. Kwa hiyo sasa ukifika hapo ndipo sasa unapoanza kuona makando kando ya injili yanaanza. Kilichotokea hapa kwa mitume 12 ndo huyu mnyama aliyeinuka kutoka kwenye maji ni watu. Anapokuambia kainuka kutoka kwenye maji ni watu. Mnyama mwenye vichwa 7 ni serikali ya Roman Empire wakati huo. Umenyelewa? Huyo ndo mnyama. Okay. Alafu anakuambia katika zile pembe 10, ikatokea pembe ndogo yenye macho kama ya mwanadamu na ufahamu kama wa mwanadamu, zikatolewa pembe 3, zikang'olewa kabisa kwa ajili ya ile pembe ndogo iliyozuka katikati ya pembe 3. Umenyelewa? Hizi 3 zikaondolewa. Ni nchi ambazo zilikuwa zimeungana nyakati hizo kwenye hiyo sasa Roman Empire, ambayo leo hii unaweza kusema NATO. Ndio maana NATO harisi ina nchi 7. Umenyelewa? Sasa hata wakati huo sasa kulikuwa na vichwa 7 ambavyo ni nchi 7 zilizoungana kutengeneza dola, yani kitu kama Umoja wa Mataifa, lakini wakati huo ilikuwa inaitwa Roman Empire. Kwa ni nchi ambazo ziliungana, umenyelewa? Zilikuwa 10. Katika 10 zile, wakati pembe ndogo inachomoza yenye macho kama ya mwanadamu na ufahamu kama wa mwanadamu, kuna nchi 3 zikapinga ule utawala. Yani zikawa zinaipinga ile pembe ndogo ambayo ilikuwa na nguvu kuliko pembe zingine, na vichwa hivyo ilikuwa na nguvu na uwezo mkuu, na hiyo pembe ndogo ndiye papa. Umenyelewa? Wakati utawala wa kipapa unainuliwa, hizi nchi 3 zikapinga, zikazuia ule utawala. Wakati zinazuia sasa ile nguvu ya Roman Empire, hizi nchi 7 zingine zikaungana kwenda kuzipiga zile nchi 3, zikazifuta kabisa, hazipo tena. Yalikuwa ni majimbo, ama kwa leo tutasema majimbo ama wilaya au mikoa ndani ya Ulaya Magharibi. Ni nchi ambazo zilifutwa pale Ulaya Magharibi, ambazo zilikuwa sehemu ya pembe 10, zikang'olewa wakati utawala wa kipapa unaingia. Hawa walipinga, walizuia. Hatimaye sasa huu utawala ukawa umeinuka na ukaanza kutawala. Kwa hiyo dunia wakati huo ilikuwa inaongozwa na papa kwa 100%. Wafalme wote, yani kila kiongozi unayemjua duniani alikuwa chini ya nani? Alikuwa chini ya papa. Roman Empire ndio ilikuwa dola. Umenyelewa? Hatimaye hapo ndipo kikaanzishwa kitu kinaitwa Roman Catholic kama kanisa. Umenyelewa? Ndo kanisa la Rumi ndo likaanzishwa sasa na huyo papa, na hilo kanisa ndo lilikuwa dola yenyewe dunia nzima. Kwa hiyo mfalme mkuu wa dunia alikuwa ni papa, akiwa yuko ndani ya nini? Ndani ya kanisa la Rumi. Maana huyu ndo aliyeanzisha. Wakati huo sasa falme zingine hizi zikawa wakati zinajaribu kupinga, kuna bwana mmoja anaitwa
Konstantino wakati akiwa kwenye vita na mdogo wake, maana walikuwa wanang'ang'aniana ufalme. Huyu Konstantino akashinda. Aliposhinda, alishinda kwa maono ya yule papa. Yani alimuona papa kwenye vita yake na akashinda ile vita. Hatimaye akaamini juu ya kile kitu ambacho papa anakifanya. Basi kuanzia wakati huo sasa wakaungana kati ya Konstantino na papa. Kwa hiyo tayari huyu bwana akawa ameamini. Sasa usisahau kwenye hilo kanisa la Rumi bado ubatizo ulikuwa ni wa maji mengi, ulikuwa ni wa kuzamisha. Sawa sawa, Baadaye sasa wakati Konstantino ameamini, anakwenda kubatizwa. Sasa wale watu wake wakasema, yani mfalme mkubwa ukabatizwa kwa kuzamishwa kwenye maji, hichi kitu hakiwezekani. Hebu tengeneza sheria, wewe waambie hivi, kuanzia sasa mtu atabatizwa kwa kunyunyiziwa maji kichwani. Ndio hii ya matone ambayo inaendelea wakati huu, si unanielewa? Wakati sasa Konstantino ameamini, ndiye akaleta ubatizo wa nini? Akaleta ubatizo wa matone. Lakini Catholic ilikuwa inabatiza kwa kuzamisha kama ilivyo kawaida, kama ambavyo desturi ilikuwa hivyo. Sasa wakati imeungana serikali na kanisa, walipoungana sasa ndipo wakaanzisha kitu kinaitwa dini, na aliyetangaza ni Konstantino. Akasema kabisa kwamba kuanzia sasa dunia yote na kila mtu aifuate wake. Wakaanzisha sasa dini ya Kikristo, wakaita dini ya Kikristo. Umenyelewa? Ndipo sasa wakatangaza kwamba kuanzia sasa hivi kila mmoja aamini na kuifuata dini hii iliyoanzishwa kuanzia sasa. Ilikuwa ni mwaka wa 138 ndo dini ya Kikristo ikawa imetengenezwa na ikainuliwa na kutangazwa na Konstantino. Umenyelewa? Lakini usisahau hawa wanaotengeneza hii dini, wanaoileta hii dini, ndio mnyama anayezungumziwa kwenye Biblia. Ndiye mnyama aliyeshindana na watakatifu na akawashinda. Manake hapa sasa mfumo wa Mungu wa kweli umepinduliwa, unaletwa mfumo wa mnyama. Si kama naeleweka vizuri? Hapa ndo mwanzo wa dini ya Kikristo, na ulikuwa ukijaribu kurudi kwenye mfumo wa Mungu ule wa asili, ulikuwa unakamatwa na kuuawa. Kwa hiyo sasa nyakati hizi watu ambao walikuwa wanaamini Mungu wa mitume waliopita waliouawa, wanaamini katika Kristo kweli, walikuwa wanakamatwa na kuuawa. Kwa hiyo Roman Empire ndo empire ambayo imeua watakatifu wa Mungu wengi, imeshindana na kanisa iwezekanavyo ili kuweka misingi walioitaka wao. Basi sasa hii injili hii dini ilivyotimia, likatimia lile neno la Yesu lile, atakuja kama mwanakondoo lakini ndani ni mbwa mwitu. Maana yake ni nini? Ndo hivi leo unavyosema dini ya Kikristo ila ndani ni dini ya mpinga Kristo. Umenielewa? Na ndio maana sasa leo hii huyu bwana walivyotengeneza hii dini yao hii, walivyoitengeneza wakaweka sheria. Sasa ili kuwanyamazisha watu wenye Roho Mtakatifu ndani yao, tufanye nini? Tutengeneze kitu kinaitwa chuo. Kwa maana kwamba wakaweka sheria kwamba mtu ili aitwe mchungaji, mtu ili aitwe mtume, sijui nabii, sijui nani, kwa zile nguzo 5 za utumishi zile, ni lazima apite kwenye chuo, afanye yale tutakayo sisi, asifanye yale Mungu atakayo. Lengo la vyuo vya Biblia hivi ilikuwa ni kunyamazisha nguvu ya Roho Mtakatifu ndani. Na ndio maana leo watumishi ambao wamepita kwenye Bible knowledge hawasemi nje ya Biblia. Alafu hawa watu walivyoitengeneza, walivyoiform hii dini, wakalazimisha watu watumie Biblia tu kwenye kuhubiri. Yani usije ukahubiri ukasema Roho Mtakatifu amenifunulia, sijui Roho Bwana anasema. Hicho kitu kilikuwa ni marufuku wakati huo. Lazima utumie Biblia, alafu Biblia hiyo yenyewe haipatikani, anayo mkuu tu. Yani kama ni mchungaji, kama ni padri, yani yule kiongozi anayekwenda kusimama kuhutubu, huyo peke yake ndiye anayekuwa na hicho kitabu, ndiye anayekuwa na Biblia. Zilikuwa hazipatikani. Aliyejaribu kuonyesha hii Biblia ambayo leo hata wewe unaishika ni Martin Luther. Luther ndo alienda kwenye maktaba zao akaiba
akaiba moja ya kitabu, na ndo sababu kubwa ya Roman Empire kumuua Rusa, baada ya kuiba kile kitabu na kuanza kufasiri kufasiri kwa Kijerumani, kufasiri kwa Kiingereza Biblia. Alivyoiba akazisambaza sana, walipogundua wakamkamata Rusa, wakamuua, kwa sababu sasa anaanza kufanya kitu ambacho dini haitaki. Si kama mtu ananielewa mahala alipo, unanielewa? Kwa hizi Biblia zilikuwa kwanza hazipatikani, alafu sasa wewe unayesimama kuwahutubia watu ni lazima ufuate Biblia tu. Usilete habari za Roho Mtakatifu, mara si nimefunuliwa. Hivi vitu vilikuwa vimepingwa. Kwa nini? Kwa sababu, na ndio maana Biblia hii ulionayo wewe sasa hivi haifanani kabisa na Biblia utakayoipata Israeli. Yani hili Agano Jipya ambalo lipo Israeli halifanani kabisa. Yani ni vipengele vichache sana ambavyo vinafanana. Lakini hii ulionayo, na ukienda Israeli ukachukua ile tunaita original Bible ya Israeli ile, maandiko yaliyomo humu ndani yaliyo mengi huku hayafanani na ile Biblia. Unanielewa? Agano Jipya ulilonalo wewe na ukichukua ile Talmud ya Israeli havifanani kabisa. Kwa nini? Kwa sababu mwaka wa 70 Yesu alipopaa, mwaka wa 33, mwaka wa 70 wa Roma wakavamia Israeli, wakaipiga na kuisambaratisha, ikawa si nchi tena, na Israeli ikakaa nje ya nchi yao, yani si nchi, si taifa, miaka 1920. Umenielewa? Mpaka mwaka wa juzi tu, mwaka 1948 ndo Israeli narudi kuwa nchi. Sasa huo mwaka wa 70 ndipo ambapo walipoipiga, wakavamia hekalu, wakalivunja lile hekalu, wakachukua masalia ya misaafu. Ni masalia ya misaafu, lakini ni mengi, sio machache kwa kiasi ambacho mtu utawaza. Yalikuwa ni mengi kiasi chake, umeelewa? Hayo walioyachukua sasa, kwa kuwa Waroma walikaa Israeli, maana waliitawala Israeli kipindi cha kina Herode na Pilato na wengine ambao hatuwajui, walikaa Israeli, walikuwa na kikundi chao cha dini, walikuwa wanaita Waherodia, ambao hawa sasa walikuwa na kazi ya kufasiri maandiko yale kutoka Kiebrania, kutoka Kiyahudi, kutoka Kiaramu kwenda Roman, yani kwa lugha yao ya Roman. Umenyelewa vizuri? Basi wakati wamefanya hivyo, walivyochukua mwaka wa 70, walivyochukua vitu vya hekalu ikiwemo misafu, walivyoenda hao sasa ndo wakaziform hizi Biblia hizi ambazo leo unaziona, ambazo wao bado walizificha. Wewe ambaye unakubaliana na imani yao, wewe ndiye unayepewa kitabu, kwa kuwa tayari wewe umekubaliana na kile ambacho wao wamekiazimia. Umenyelewa? Ndo utapewa kitabu. Lakini sasa walikuwa wanatoa kitabu kwa mfalme, sio kwamba unapewa kitabu tu mtu wa kawaida, hapana. Nchi ya pili kupokea Ukristo, nchi ya pili kupokea dini ya Kikristo ni Hispania. Umenyelewa? Mfalme wa Hispania akaamini kile, zile propaganda ambazo zilikuwa zinaendeshwa na Konstantino na Papa pia, alivyoamini akapokea kitabu ambacho cha Biblia ambacho alipokea huyu mfalme wa Hispania kina vitabu 4000. Wewe hiki cha kwako kina vitabu 66, lakini alichopokea yule bwana kilikuwa na vitabu 4000. Nchi ya tatu kupokea dini ya Kikristo ni Uingereza. Umenielewa? Uingereza ilipokea chini ya King James ndo aliyetengeneza hii Biblia ya vitabu 66. King James yeye alipokea kitabu chenye vitabu 2000 vya Biblia kutoka kwa Wahispania, maana yeye dini alipokea kwa Wahispania, na yeye King James sasa akatengeneza kitabu chake, maana lengo kubwa ilikuwa ni kuficha ukweli na kueneza udanganyifu, yani kuficha ukweli na kueneza uongo. King James na yeye akatengeneza kitabu ambacho ndio tunakitumia mpaka leo hii, na ndicho tumekiamini mpaka leo hii, kina vitabu 66. Lakini ukienda kwa Waroma wana kitabu kina vitabu 1000, kuna kitabu Biblia ina vitabu 500, kuna Biblia ina vitabu 200, kuna Biblia ina vitabu 300, kuna Biblia ambayo sasa wameigawa kwa waumini ina vitabu 84 kama sio 74. Umenielewa? Ambayo ni tofauti na hii ya kwako hii. Ukisoma kwenye kitabu cha 66, vitabu 66, hii Biblia tunaita Biblia ya kawaida, ukienda Danieli imeishia 10 kama sikose, kama sio 12. Lakini ukienda Biblia ya Waroma imeishia 14 ukienda Danieli. Kwa vitabu vingi vimepishana. Sasa hapo ukiwa ni
Mkristo mwenye Kristo ndani lazima ujiulize, mkanganyiko huu unatokana na nini? Unatokana na namna jinsi ambavyo nchi zilikuwa zinapokea dini, kwa sababu hizi Biblia Waroma wamechapa Biblia zao, Hispania inavyopokea dini ikachapa Biblia zake, Uingereza inapopokea dini ikachapa Biblia zake, Ujerumani inapokea dini ikachapa Biblia zake, Switzerland inapokea dini ikachapa Biblia zake. Kwa lazima uone utofauti wa haya maandiko. Mwisho wa siku sasa, na ndo haya yanaleta mkanganyiko juu ya watu ambao hawajaamini juu ya juu ya Ukristo. Lakini pointi kubwa nitaka uelewe, hii dini imetoka wapi, ililetwa na nani na kwa nini. Sijui kama naeleweka vizuri, sijui kama naeleweka. Unaeleweka vizuri. Wow. Kama ninaeleweka vema, natamani uelewe hiki kitu. Natamani ufahamu na wewe mwenyewe utafakari kwamba kama mtiririko ndo uko hivi, je, hii dini ni ya Mungu ama ya Shetani? Nikwambie tu wazi kwamba ilirasimishwa kuwa, yani likatimia lile neno la mwana wa Adamu lisemalo, atakuja kama mwana kondoo lakini ndani ni mbwa mwitu. Ndo hii dini. Nje ni dini ya Kikristo, ndani ni dini ya mpinga Kristo. Hii ndo dini iliyoua watu isivyo kawaida miaka ya nyuma wakati wanapambana kuinua hii dini. Sasa Yesu hayuko hivyo, umeelewa? Yani Yesu alikuja afe yeye wengine wapone, lakini ajabu ya dini hii ilikuwa inaua watu ili yenyewe isimame. Hapo unanielewa vizuri? Kwa ni dini ambayo imefanya uharamia wa kutosha na inaendelea kufanya uharamia wa kutosha. Kwa fasili ndogo tu ni kwamba ni dini ya mpinga Kristo, si dini ya Kristo. Kwa wale wanaopinga. Sawa, mtumishi, tunarejea hapo kuhusiana na dini ya mpinga Kristo. Wow. Amen. Okay, tunaendelea tena na kile ambacho mtumishi wa Mungu ambacho amekuwa anatuelezea kuhusiana na historia na dini na imani ya Kikristo mpaka inavyokuja kuwa mpaka leo tunapata ukombozi kupitia Yesu Kristo mwenyewe. Karibu. Amina. Nimegusa eneo ambalo najua wengi hawapendi useme, najua wengi hawataki kabisa, lakini ukweli uko hivyo kwamba hii dini, yani wewe mwenyewe uliye ndani ya dini hii, wewe jitazame, wewe jichunguze wewe ilivyo. Kwa mfano leo hii tunajenga makanisa, tunajenga mahekalu, wakati Israeli hekalu limebomolewa, umenielewa, ambako ndo asili sasa ya Mungu iliko duniani. Hekalu linabomolewa mwaka wa 70, na ni maneno ya Yesu yanatimia anapowaambia wanafunzi wake, wanapomwambia hivi, tazama mawe haya ya jengo yalivyo mazuri na jengo linavyopendeza. Anasema hivi, hapata salia jiwe juu ya jiwe katika hekalu hili, maana litavunjwa. Umeelewa? Na anawaambia Mafarisayo, nitalibomoa hili hekalu na nitalijenga kwa siku 3. Maana yake ni nini? Maana yake sasa lile hekalu la mwili, yani kanisa la mwili kwa maana ya jengo, linaondolewa alafu linajengwa kanisa la roho. Na ndio maana leo kanisa ni wewe, umeelewa? Kanisa ni mtu. Kwa hiyo watu wawili watatu wanapokusanyika ambao wanamwamini mwana wa Adamu, hao ni kanisa. Lakini kanisa linaanza na mtu mmoja anayemwamini mwana wa Adamu, huyo ndiye kanisa, umeelewa? Na madhabahu ya Mungu ni moyo wa mtu ulio safi, ulio katika imani ya Kikristo. Hiyo ndiyo madhabahu ya Mungu leo. Kwa leo kanisa sio hilo jengo unalolitazama, wala sio hiyo madhabahu ambayo mmeipamba kanisani kwenu, wala haiko hivyo. Leo kanisa ni mtu na madhabahu ya Mungu ni roho ya mtu iliyo safi. Hiyo ndiyo madhabahu ya Mungu leo. Sasa angalia hii dini ilivyoturudisha tena Agano la Kale. Yani tumerudi kule tulikotoka, ambako mwana wa Adamu yeye katutoa, sisi tumerudi huko. Kwanza leo tunaamini jengo ndo kanisani. Yani mtu usipoenda kwenye hilo jengo anakuuliza, mbona leo hujaenda kanisani wewe? Wewe unaenda kanisani hivi, unanielewa vizuri? Analitazama jengo. Watu wanakwenda kulia madhabahuni, wanapiga magoti madhabahuni, wanamlilia Mungu. Lakini ukiangalia watu walio makanisani ndio waliofeli maisha leo. Ndio watu ambao wanaishi maisha ambayo hata ukimuuliza kwamba unasali nini sasa, hana jibu. Ataendelea kukwambia tu kwamba kujipa moyo kwamba hata Ayubu alijaribiwa, hata sijui nani alijaribiwa, imeandikwa uza mali zako zote nifuate. Sawa. Waliomfuata Yesu wameambiwa hivi, duniani mara 100 kisha uzima wa milele.
milele. Sasa umepata nini duniani mara 100 ambacho wewe umekipata, ambacho utawaambia watu kwamba kusali kwangu, kuabudu kwangu ama Ukristo wangu faida yake ni hii? Kwa sababu faida ya Mungu inaanzia duniani, hatimaye uzima wa milele. Yani tukuone unaishi vizuri duniani kama ambavyo kina Yakobo, kina Ibrahimu na wengine ambao unawajua, unawasoma kwenye Biblia, waliishi maisha safi. Yani watu waliomtumainia Mungu ambao wanasomwa kwenye maandiko waliishi maisha safi nje na majaribu kadha wa kadha, lakini taswira ya maisha yao ilikuwa ni njema, kwa maana ni kweli Mungu alikaa kwao. Leo hii tuna Mungu wa midomoni, hatuna Mungu harisi wa ndani. Kwa nini? Kwa sababu hatupo kwenye mfumo wake, tupo kwenye mfumo wa kibinadamu leo. Kwa ukizitazama hizi dini na madhehebu yake, mambo ambayo yanazungumzwa makanisani na kwenye dini, ukirudi hata kwenye Biblia hayapo. Yani mambo mengi yameandikwa kwenye Biblia ambayo yanaonyesha ukuu wa Mungu, utukufu wa Mungu, uweza wa Mungu, mamlaka ya Mungu, ambayo sasa ukienda makanisani na kwa watu wanaosema sisi ni Wakristo huyakuti. Sasa unabaki unashangaa, hapa Mungu amekaeje? Yani kinachoelezea Biblia na wanachokuelezea wewe hakipo kwako, umenyelewa, wala kanisani haukipati. Kwa hiyo maisha ya Ukristo unaozungumziwa kwenye dini ya Kikristo na maisha ya Mungu harisi havifanani kabisa. Kwa hiyo wewe mwenyewe tu unaweza kujikagua hapo ulipo, hivi kweli mimi ni Mkristo au ni mpinga Kristo? Yani wewe tu ukajikagua maisha yako jinsi yanavyokwenda, na ukiwa unasoma Biblia ambayo unaiamini Yesu alivyo ndivyo wewe ulivyo. Si hivyo, umenielewa? Mfano mmoja tu, nikupe mfano mmoja. Mwana wa Adamu anasema, walio upande wangu hawatakopa bali watakopesha. Lakini leo madeni yako wapi? Umenielewa vizuri? Madeni leo yako makanisani, umenielewa? Yako kwa watumishi wa Mungu. Leo ndo wenye shida, wametindikiwa na madeni sivyo kawaida, umenielewa? Hasa huu Kristo ukoje? Na Kristo Yesu anasema mimi ndani yenu na nyinyi ndani yangu mimi. Alafu sasa ukishakuwa kwenye mfumo huo, hakuna jambo litakalo kusumbua. Ndio maana leo hupati maana harisi ya kuokoka, hupati maana harisi ya mtu kusali, hupati hiyo maana harisi. Kwa sababu gani haupati? Maisha anayoishi mtu anayekwambia ameokoka ni yale ya zamani, ni yale ya shida na tabu. Maana yake ni kwamba hajajua maana ya kuokoka nini, au hajajua maana ya ukombozi ni nini. Maana yake kuokoka ni kuepukana na shida zote, umenyelewa? Alafu kitu cha pili kingine ambacho lazima ukitafakari na kukitazama, bado tunaishi kwenye sheria wakati Mwana wa Adamu alikuja kututoa kwenye sheria. Sasa hii dini tulionayo bado imetuweka kwenye sheria zile, na Mungu anasema Mathayo mahala fulani anawaambia wanafunzi wake na makutano kwamba tazama, Mafarisayo na waandishi makuhani wamekaa kwenye kiti cha Musa. Anyway, msipingane nao sana ili msije mkaleta taharuki. Wasikilizeni na mshike watakayoyasema, ila kwa mfano wao msitende, maana ni watu wenye kuwatwisha watu mizigo mabegani mwao, wao hata kwa kidole wanaogopa kugusa. Umenyelewa? Na ndivyo dini hii tunayoishi leo ndivyo ilivyo. Hapo unanielewa? Yesu alikuja kutuweka kwenye neema, lakini hii dini tulionayo bado imetuweka kwenye sheria. Na ndio maana utasikia tu zile kelele za kusema acha dhambi, acha uzinzi, acha uasherati, acha hiki. Sasa mtu anaacheje bila Mungu ndani? Kwa sababu unavyozungumzia uzinzi ni roho ambayo inamuendesha mtu, maana yake imekuzidi nguvu, alafu inakuendesha wewe, umenielewa? Kwa lazima uidhibiti ile roho, alafu huyu mtu ndo awe huru. Na Mungu analiona hili, akagundua kabisa Mungu kwamba okay, hawa watu nilivyowaweka kwenye sheria, kile ambacho nimewazuilia kufanya ndicho wanachotamani kufanya. Anakuja Mwana wa Adamu, anaziondoa sheria, anaweka neema, rehema, umenyelewa? Kwa sasa tunaishi kwa neema kutoka Mwana wa Adamu, tunaishi kwa neema. Yani yeyote anayemwamini Mwana wa Adamu hahesabiwi dhambi huyu mtu. Na ndio maana Yesu anapokufa anasema msalabani pale, Baba uwasamee maana hawajui walitendalo. Nachotaka utafakari kwamba je, hii ni dini ya Mungu ama ni dini ya uongo? Tafakari hivi, yale aliyoyaleta Yesu ndiyo yanayofanyika leo kwenye dini hii? Ukitazama
ukitazama unakuta si kweli. Anzia na sheria, hizi sheria ambazo bado tunaishi nazo za kukemeana, acha hiki, usifanye hiki, ni vitu ambavyo mwana wa Adamu yeye alikuja kututoa kwenye hizo sheria, tuishi kwa neema. Neema ni kitu gani? Ni mtu anayepata kitu pasipo kukipigania, pasipo kukihangaikia, anakipata bure. Sasa leo ukimwambia mtu acha dhambi, manake apambane yeye kuacha, manake huyu mtu yuko nje na neema. Ndio maana yake. Sasa maana yake ni nini? Maana yake bado tupo agano la kale lile lile la kulaumiana tukifanya hiki, kulaumiana tukifanya kile. Mwana wa Adamu anasemaje? Usilaumu utalaumiwa. Usimtendee mtu kitu ambacho wewe hautaki kutendewa. Alafu unaposamehe ndipo unaposamehewa wewe. Haya ndo maagizo. Alafu tuishi kwa upendo, si kwa sheria. Tuishi kwa nini? Kwa upendo, si kwa sheria. Lakini leo kanisa, leo dini imetuweka kwenye sheria, bado tunaishi kwenye mfumo wa sheria. Leo sadaka tunalazimishana kama zamani, yani ni lazima mtu atoe kitu ambacho mwana wa Adamu hakukiweka. Hicho alishakifadhili, alishakikamilisha, kwamba leo watu wanaishi kwa neema. Yani kama utaifafanua neema ni nini, basi utajua tu kabisa kwamba mahala ulipo si sahihi. Si kitu ambacho mwana wa Adamu alikileta, si kitu ambacho mwana wa Adamu alikiacha. Sijui kama unanielewa vizuri, kanisa la leo. Kwa tafakari, sikulazimishi uamini hivi ninavyosema. Ninachotaka utafakari, ninachotaka ujiulize, ujikague wewe, hapo ulipo, hivi kweli ya Mungu yapo? Uzuri Biblia unayoiamini ipo, basi unavyosoma kwenye Biblia, je, ndivyo mnavyoishi hapo kanisani? Yale unayoyasoma kwenye Biblia, je, ndio unayoyaona hapo kanisani kwako au kwenye dini yako? Umenyelewa? Kwa ukitazama unakuta ni vitu ambavyo havipo, ni vitu ambavyo havipo. Alafu sasa cha kuchunga na cha kutafakari sana, hii dini ilianzia sehemu gani? Ilitokana na nini? Ilitokana na mnyama. Mnyama akashindana na watakatifu na akawashinda. Watakatifu ndo wale mitume 12. Usisahau Petro alifia Roma, Paulo alifia Roma, umenyelewa? Petro alikufa kipindi anaandika kitabu chake cha Ufunuo. Kipo kitabu cha Ufunuo wa Petro ambacho unajua wewe haukijui na huna na hujui kiko wapi. Umenyelewa? Paulo akatoka Uturuki kwenda kukamilisha ile kazi ya Petro pale Roma, naye akakamatwa akauawa. Baada ya hapo sasa ndo inatengenezwa dini na inuliwa. Maana ilikuwa iwezekani kuinua hii dini wakati wanaojua ukweli wapo. Kwa wakawanyamazisha wale wanaojua ukweli, alafu sasa wakainuka, walivyowanyamazisha wakainuka, wakawa huru kufanya kile ambacho wanaweza kufanya, ndipo wakaitengeneza hii dini. Ni sahihi mtu kutoniamini, ni sahihi sana, kwa sababu tumekulia humo, tumezaliwa humo, tumeishi humo, tunajua hivyo. Kwa sasa mtu asipoelewa haraka, asipoamini haraka, yuko sahihi kabisa. Lakini unachotakiwa ni kutafakari, hiki nilicho nacho ni cha Mungu kweli? Na Mungu anasema, anajieleza wazi kwamba ukiwa na mimi maisha yako ni rahisi na kila jambo lako ni rahisi. Je, kwako wewe maisha yako ni rahisi na kila jambo lako ni rahisi? Umenyelewa? Basi kama haiko hivyo, ni wazi tu kwamba upo nje na Mungu, upo nje na mfumo wa Mungu, upo kwenye dini ambayo si ya Mungu, upo kwenye dini ambayo si ya Mungu. Naam. Wakati huo sasa, leo hii Mkristo wa kweli ni yupi sasa ambaye anakuwa na haki ya kusema mimi ni Mkristo? Mkristo wa kweli ni huyu ambaye kwanza akipigwa la kushoto anageuza la kulia. Manake ni nini? Anapotendewa ubaya na mtu hahesabu kuwa huyu mtu kamkosea. Ndo maana ya hilo neno. Alafu huyu Mkristo pia akilazimishwa kwenda maili 2, kwenda maili 1, anaenda naye 2. Umenyelewa? Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba mtu anapokuletea shida, mtu anapokuletea shida ya aina yoyote, kwanza hauhesabu kwamba ni shida, alafu unamuonea huruma yeye. Yani badala ya kumchukia unampenda zaidi. Hiyo ndo maana ya kwamba unaenda naye maili 2. Atakapokunyang'anya kanzu, muachie na joho. Ni pale mtu akaja, labda mtu akaja akakuibia kikombe ndani na ukajua ni fulani kaiba kikombe, basi mpe na jagi sasa. Sio umuitie watu kwamba mwizi. Hapana, usilipe ubaya kwa ubaya, bali ulipe wema kwa ubaya. Umenyelewa? Yani mahala mtu anakutendea ubaya, wewe takiwa unene mema, ufanye kitu
chema. Na ni kweli kama hujaifanya hili jambo, mtu kama amekufanyia ubaya, wewe ukaenda kwa wema, kwa upole, kwa hekima mbele zake, unakuta hata kama alikuwa mwizi anaacha uizi. Yani mtu kakuibia unga alafu ukampelekea debe la mchele, na kuambia siku hiyo hiyo huyo mtu anaacha nini? Anaacha uizi. Sasa tujiulize, tuko hivyo? Kwa sababu huo ndio Ukristo wa kweli. Yesu Kristo maisha yake, unavyosema wewe ni Mkristo, maana yake unayaishi maisha ya Kristo. Sasa angalia Yesu aliishije na wewe unaishije, ni vitu viwili tofauti kabisa. Sasa utasemaje upo kwenye dini ya Kristo wakati maisha yako tofauti na Kristo? Angalia Petro, siku ile wamemkamata Yesu ule usiku, wamekaa pale nje wanaota moto. Wale jamaa wakasema, wanamwambia Petro, hata huyu ni mmoja wao, tazama kusema kwake, tazama kuvaa, tazama kutembea. Unaona, tazama. Kwa hiyo sasa aliye na Yesu anafanana na Yesu. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndani yako na wewe ndani yako. Kwa hiyo tabia zako zinakuwa ni za mwana wa Adamu. Unakuwa unaishi maisha fulani mtaani kwako, watu wanakushangaa. Unapotendewa mabaya, wewe unarehemu. Hata liwe gumu kiasi gani, wewe unarehemu. Watu kiukweli watakushangaa. Lakini Wakristo wa leo, nikikuchokoza leo, tuko kwa mwenyekiti, tuko katani, tuko mahakamani. Sasa huo sio Kristo. Huo sio Ukristo. Kwa ukiwa unasema wewe ni Mkristo, upo kwenye mifumo ya hasira, ya chuki, ya husuda, kulipiza, unanielewa, wewe si Mkristo, ijapokuwa unajidanganya kuwa wewe ni Mkristo. Umenielewa? Yesu yeye hakuruhusu kabisa Wakristo kuwa watu wa kushindana kwa kushtakiana, kuwa watu wa kulaumiana, lakini ndivyo ilivyo makanisani mwetu leo, na ndivyo ilivyo kwenye dini yetu leo. Dini ya kwanza kujenga mahakama ni dini ya Kikristo. Umenielewa? Dini ya kwanza kujenga mahakama ni dini ya Kikristo, kwa ajili ya watu ambao walikuwa wanajaribu kupinga ile katiba ya Kikristo. Iko katiba ya Kikristo na sheria zake ndani ya Ukristo. Sasa watu ambao walikuwa wanapinga ile katiba kwamba hapana, Mungu akuseme, kuanzia na Martin Luther, yule Mr. Moravian, yule Mr. Anglikana. Umenielewa? Hao watu ambao walikuwa wanapambana kuanzisha hizi haya madhehebu makubwa unayojua, Anglikana, Luteri haikuanzishwa na Martin Luther. Luteri ilianzishwa na watu ambao walikuwa wanamwamini Luther. Luther yeye alikuwa anafanya huduma, alikuwa anahubiri tu, wala hakujenga kanisa. Umeelewa? Kwa sababu alielewa maandiko. Yani alielewa Mungu anataka nini. Kwa hiyo hakufanya hicho. Lakini watu waliokuja baadaye wanaomwamini Luther, hawa ndio waliokuja kujenga kanisa, linaitwa kanisa, wakaanzisha dhehebu la Martin Luther, wakarudi kwenye mfumo ule ule. Na wakati huo, ili uwe na kanisa dunia ya leo, yani ukijenga jengo unaanzisha kitu kinaitwa kanisa leo au dhehebu leo, lazima uwe na mhuri wa papa. Pasina hivyo hilo halihesabiwi kuwa kanisa, wala halipati kibali serikalini. Umeelewa? Kama hauna ule mhuri. Na leo hii kama wewe ni mtumishi wa Mungu, unajiita mchungaji, ukafungua huduma mahali, ukaanzisha kanisa na nini, kama hauna mhuri huo, wewe hauhesabiwi. Umeelewa? Kwa sababu wewe lengo ni nini? Hawataki ukae kwenye mfumo wa roho wa kweli anayeitwa Roho Mtakatifu. Vita ya dini hii ni kumpinga Roho Mtakatifu asifanye kazi ndani ya kanisa. Na ndio maana wote, asilimia kubwa walio ndani ya dini ya Kikristo na madhehebu yake, Roho Mtakatifu amewekwa mbali, ila kimewekwa kitabu na taratibu za dini ndizo ambazo zinaendesha. Na kitabu chenyewe hiki bado tupo ni wachanga sana kwenye hali ya kukifasiri, kuyafunua yale ambayo yako ndani ya kitabu. Yanazungumzia Biblia. Kwa nini? Kwa sababu awezaye kufasiri ni Roho wa Bwana, sio sisi, sio akili zetu, wala si mifumo yetu ya dini wala ya dhehebu. Sijui unanielewa? Hebu jaribu kutafakari haya niliyoyasema. Muda wetu unatosha. Zimebaki dakika 10. Zimebaki dakika 10. Okay. Tuendelee. Amin. Okay, sawa. Jitahidi kutafakari sana mahala ulipo kwenye dhehebu lilonalo. Lazima ujue limetoka wapi, lililetwa na nani, na kusudi lake ni nini. Ni ngumu kuelewa kwa sababu gani wewe umezaliwa humo, umekulia humo, mababu na mababu umewakuta humo. Umenyelewa? Yes. Sasa angalia tu hata walioleta dini huku kwetu, walileta dini hii kwa faida zao. Walileta dini kwa namna ya sisi kutudanganya, alafu wao wanachukua kilicho sahihi kwetu, wanaondoka nacho, alafu wewe wanakuachia maneno fulani ambayo ndio tumeishi nayo, ndio kwa sehemu yametuweka kwenye mfumo fulani, ndio, lakini ni uongo.
Umenyelewa? Lakini ni uongo. Fahamu hilo kuwa ni uongo. Yani walituletea uongo alafu wakatuficha ukweli ambao sasa na sisi tukaupoteza. Na ndo maana leo mtu, zingatia neno hili, leo mtu anayesema anasali, anayesema yuko ndani ya dini, anayesema yeye ni wazehebu fulani, ndio watu tunaongoza kuishi maisha ambayo hayafai. Alafu eneo lingine ambalo tumedanganyana sana ni kwamba wachungaji wanasimama wanasema acha dhambi, acha uasherati, acha uzinzi, acha hiki, lakini kwa siri huyu anayekwambia acha, yeye anafanya. Umenyelewa? Kwa sasa mtu atakwambia mimi nimeacha kufanya hiki, lakini kumbe ni muongo, anafanya kwa siri, wewe humuoni. Na ndio maana ni ngumu kumwambia mtu unayemwambia acha hiki, kuacha ni ngumu, kwa sababu kile unachokisema kinatoka ndani ya sakafu ya moyo wako wewe. Sasa kama wewe una roho ya mauti, alafu unakwenda kwa mtu unakemea mauti, maana yake unamjaza mauti, kwa sababu kilicho ndani mwako wewe kinazidi kumtia unajisi yule mtu. Ukiwa na uzima ndani wewe, utakapomwambia mtu acha hiki, ataacha, kwa sababu ile nguvu ya uzima iliyo ndani yako inatoka na roho ya uzima kwenda kwa huyo mtu, kwenda kunyamazisha roho ya udhaifu kwa yule mtu. Hatimaye sasa unakuta yule mtu ukimwambia acha hiki, anaacha. Kwa nini? Kwa sababu ndani yako wewe uko uzima. Umeelewa? Uko usalama, iko acha kweli. Kwa unapomwambia mtu acha pombe, basi ile roho ya pombe inaondoka, kwa sababu iko nguvu imeingia kukaa mahala roho ya pombe imekaa. Sasa kama ni mchungaji, wewe mwenyewe ni mlevi kwa siri, wewe mwenyewe ni mzinzi kwa siri, yani umejaa tamaa hizo, ila kwa sababu tu wewe ni mchungaji unayo nafasi ya kusimama na kukemea. Ndo ile ukisoma Mathayo anakuambia Yesu anasema hivi, yani yale wanayowaambieni nyinyi msifanye, wao wanafanya. Umenielewa? Yale wanafanya kwa siri. Tena anasema wanazitanua hirizi zao na matamvua. Na ndivyo tulivyo watumishi wa Mungu wengi, tumejaa mahirizi. Yani saa 11 alfajiri upo kwa mganga, alafu saa 2 asubuhi Bwana Yesu asifiwe upo kanisani. Ndizo tabia za watumishi wa Mungu leo. Unanielewa? Alafu huyo ndo anasimama mbele yako anakuambia acha hiki. Sasa unaacheje? Yani anaacheje wakati wewe unayesema acha ndivyo ulivyo? Yani sasa maana yake unamuongezea pepo maradufu, kwa sababu ndivyo ulivyo na ndo tabia yako, alafu unasimama kuwa acha. Kwa hiyo sasa ndio ile Yesu anasema hivi, anawaambia Mafarisayo kwamba mna tabia ya kupita baharini, masokoni kuambia watu ongoka. Wale watu wakiongoka, mnakwenda kuwafanya kuwa waovu maradufu. Kwa sababu gani? Yani huyu mtu kama alikuwa na pepo la uzinzi moja, wakati na wewe mchungaji tabia yako ni hiyo hiyo, unapomwombea au kumhubiria kuwa acha, maana yake unamuongezea zaidi pepo lingine. Kwa anakuwa na pepo wawili wa uzinzi. Ndio pale sasa unakuta watu wengi wakisha kuwa makanisani, ndio wanakuambia yani kusali mbona ni kazi sana. Yani ukiwa unasali ndo unakuta shida zinakuandama isivyo kawaida. Kwa nini? Kwa sababu mahala ulipo si pa Mungu, ni kiti cha enzi cha shetani. Kwa lazima shida zikuandame. Wakati wewe umedanganywa, yani wewe umeambiwa Mungu, kwa ni kweli unaenda pale ukiamini pana Mungu, akili yako, ufahamu wako vinawaza Mungu, lakini kumbe wenzio wamekuzuga. Ndio maana sasa wakati huyu shetani mahala ulipo anaona kabisa huyu mawazo yake bado hayafanani na sisi, kwa anazidi kukuletea shida ili ufanane na mahala husika. Ukitazama maisha yetu, ukitazama kanisa lilivyo, ukitazama watu walivyo, na Biblia inachokiongelea, na dini zetu na madhehebu yetu hayafanani kabisa na utukufu na ukuu wa Mungu. Kwa ni zahari kwamba tuko nje ya kikombe cha Mungu, tupo ndani ya kikombe cha mpinga Kristo. Ila tumejiaminisha, tumekubali hivyo, tumejitengenezea hivyo kwamba sisi tupo kwenye dini ya Yesu Kristo, lakini wakati huo sasa hatuoni manufaa yoyote ya dini hii, bali ya ugomvi, vita, kuoneana wivu, watumishi kuuana, watumishi wanalogana. Labda wewe ni mchungaji mahala fulani, kuna mtu anapataka, mtumishi anakuendea mahali, unakufa, anakaa yeye pale mahala. Sasa dini ya Kristo haiko hivyo.
Na nikwambie tu wazi kwamba Mungu hajawahi weka dini. Dini ni Yesu, dini ni njia, na njia ni Yesu mwenyewe, sio chombo wala sio taasisi fulani. Kwa hiyo na Yesu yuko ndani yako na ufalme wa Mungu u ndani yako. Kwa kama wewe unapambana kwenda kutafuta ufalme wa Mungu mahara fulani, unajisumbua bure. Ufalme wa Mungu u ndani yako wewe. Hapo unanielewa vizuri? Na Yesu Kristo yu ndani yako wewe, na wewe u ndani yake yeye. Na hilo watu sasa hamtaki kulielewa, hamtaki kulipokea. Mnapambana tu kusema mimi ni Mkristo, mimi ni Moravian, mimi ni Mwanglikana, mimi ni Pentekosti, na haujatafuta Pentekosti ni nini, haujatafuta Moravian ni nini, haujatafuta Ruteli ni nini, ilitoka wapi, ilianzeje, kwa nini, ipo kwa kusudi gani. Kwa ukija kuchunguza kiundani, dini na madhehebu yake ni dili za watu, ni dili za watu. Na ndio maana walio juu yenu wanawanda, wanaishi maisha matamu kwa fedha zenu nyinyi, alafu wewe ulio chini hapa unaishi maisha magumu magumu, alafu unasema uko kwenye dini ya Kristo, upo kwenye dhehebu la Bwana, uko kwenye madhabahu ya Bwana, na unamtolea Bwana. Amtoleaye Bwana anapata zaidi kutoka kwa Bwana. Lakini kama wewe unasema unamtolea Bwana alafu unazidi kupoteza mwelekeo, basi ujue mahala ulipo Bwana hayupo. Mungu anasema mahala fulani, anasema watakatifu wangu waliingia mahala wakizani nipo, kumbe sipo, wakaangamia. Kwa wengi tumeangamia juu ya dini, wengi tumeangamia juu ya madhehebu, wengi tumeangamia juu ya wachungaji ambao tumewaamini kama Mungu. Nikupe neno lingine ambalo linaweka wazi kwamba dini hii si dini ya Mungu. Leo hii wachungaji wamewatangazia watu, wamewaambia watu, wamewafundisha watu kwamba wao wachungaji ni baba wa kiroho. Yani wanajiita baba wa kiroho, na kanisa limekubali, linawaita baba wa kiroho, jambo ambalo Yesu amekataza. Ni Mathayo 23, ukisoma kuanzia hapo utapata. Yesu anasema hivi, anawaagiza wanafunzi wake na makutano, anawaambia hivi, asiitwe mtu baba duniani, maana yuko baba mmoja ambaye ni baba yetu wa mbinguni. Lakini leo hii mitume, si manabii, si watu gani, mpaka wachungaji leo wanaitwa baba wa kiroho makanisani, na wanakubali na wanapokea na wanaishi na wanafurahia na wanatangaza mimi ni baba yako wa kiroho. Ndugu yangu, hii ni uongo ulio kisiri. Kama wewe ni baba wa kiroho, na Mungu asimame kwenye nafasi gani? Umeelewa? Yani wewe ndo baba wa kiroho leo. Mungu aliye baba wa kiroho ni Mungu, kwa sababu Mungu ndiye yuko rohoni. Hasa uwezo ukasema wewe binadamu wa mwili ukasema ni baba wa kiroho, labda hujui maana ya baba wa kiroho. Baba wa kiroho manake ni nguvu iliyosimama rohoni juu ya mambo mengine yote, ambaye ni Mungu pekee ndiye nguvu ya rohoni iliyosimama juu ya mambo mengine yote. Sasa wewe uliye mwilini leo unajiita baba wa kiroho, wakati kwanza ni wa mwili, mambo ya rohoni huyajui, alafu unasema baba wa kiroho. Roho ipi? Ungekuwa ni baba wa kiroho, mambo yote yanaanzia rohoni, waumini wako wasingekuwa na shida hizo, wasingekuwa na njaa hizo. Umenielewa? Kwa neno baba mtumishi, neno la hekima tunapotamatisha, muda wetu si rafiki. Okay, sawa. Okay, neno langu la hekima ni hili: tunaishi na tunafanya yote kwanza kwa kusikia. Jifunze kusikia. Ukijifunza kusikia utajifunza kuona. Ukijifunza kuona utajifunza kufahamu. Ukijifunza kufahamu utajifunza kuelewa. Ukijifunza kuelewa utajua. Ukishajua hautadanganywa. Ishi kwenye misingi hiyo na Mungu akupiganie. Ufalme wa Mungu umekaribia, neema ya Kristo na ituokoe. Jifunze, tamani kujifunza, tamani kuelewa. Kwa jina la Yesu tuwe salama. Amin. Amen.